Bwana Yesu asifiwe, rafiki mpendwa mtazamaji na msikilizaji mwaminifu wa kipindi kimongozo wa kujifunza Biblia kinachoendelea kupeperushwa kwenye The World Jesus TV. Mungu akubariki kwa namna kipekee, endelea kujitoa kwa ajili ya kukomaa kiroho. Hakikisha kwamba uhusiano wako pamoja na Mungu unakomaa siku baada ya siku. Hivi somo hili limetufunza kwamba ili mtu akomae katika uhusiano wake pamoja na Mungu, jambo la kwanza nitakiwa kufanya ukaguzi. Jikaa vizuri mahali ulipo, jichunguze, angalia hali yako ikoje, na hiyo itakusukuma kumtafuta kumjua Mungu. Na huko ukimjua Mungu itatupilia mbali nawe kiburi na kufanyizia kuwa mnyenyekevu. Hivi basi, hiyo haitoshi, utatakiwa kuwa na kujifunza Biblia. Tumejifunza pia umuhimu wa Biblia katika uhusiano wetu pamoja na Mungu na namna ya kujifunza Biblia. Naamini kwamba tayari umeanza kujifunza Biblia. Kama kweli umeanza kujifunza Biblia, andika ndio nimeanza kujifunza Biblia kwenye comments. Mungu akubariki. Leo sasa tunafikia kitu kingine, somo la 6 linalozungumzia wale ambao ni mashujaa wa maombi. Kitu kingine kizuri kabisa katika uhusiano wetu pamoja na Mungu ni kuwa watu wa maombi. Kwa hivyo tunajifunza kuhusu mashujaa wa maombi katika somo hili ambalo ni la 6. Fungu la ukariri ni kwenye kitabu cha Zaburi ya 116 mstari wa kwanza na wa pili. Neno la Mungu linasema, nampenda Bwana kwa kuwa anasikiliza sauti yangu na dua zangu. Kwa maana amenitegea sikio lake, kwa hiyo nitamuita siku zangu zote. Hili ndilo neno la Mungu. Biblia inajaa na mashujaa waliokuwa watu wa maombi. Maombi ni kitu muhimu katika maisha ya mtu. Ni kama mawasiliano, ni kama kufungua moyo kwa yule mtu ambaye unampenda. Nakumbuka tulipokuwa marafiki pamoja na mke wangu. Kwa hivi kulikuwa mara nakaa mbali kwa sababu ya kazi, na kuwa niko mbali katika mji mwingine naye anabaki katika mji mwingine. Kwa hivyo kile kilichokuwa tuweka pamoja ilikuwa ni mawasiliano, ni kuongea siku baada ya siku kwenye simu, kutumbiana jumbe, na hiyo ilifanya upendo na uhusiano wetu endelee kukomaa siku baada ya siku. Wakati kulikuwa kitokea pengine siku 2-3 kwa sababu ya mtandao ama kwa sababu ya changamoto fulani, hatujakuwa na mawasiliano kwa juma fulani moja ama siku fulani, mtu alikuwa akijihisi vizuri kwa sababu mtu alikuwa na mashaka, hivi nini hakiendeki. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, vivyo hivyo sala ni sehemu muhimu ya kuwa na uhusiano wa karibu pamoja na Mungu. Ni tabia muhimu ya ibada ambayo kila mmoja wetu anahitaji na anaweza kuimarisha. Hivi ukiwa mtu wa maombi pamoja na Mungu, kwa sababu maombi ni mazungumzo yako pamoja na Mungu, na kadri unavyoendelea kuzungumza pamoja na Mungu, mnaongea katika maombi, hapo urafiki wenu na uhusiano wenu pamoja na Mungu utaendelea kukomaa siku baada ya siku. La sivyo basi uhusiano wenu utadumaa, utabaki mahali pamojelea na hatimaye hata unaweza kumalizika. Katika Biblia sasa utajifunza kuhusu maisha ya watu mbalimbali waliosali kwa njia tofauti. Tunaweza kurudi nyuma na kuona jinsi ushirika wao na Mungu ulivyoathiri uhusiano wao na yeye, na jinsi gani na kile ambacho tunaweza pia kuombea, na jinsi maombi yao yalivyobadilisha maisha ya wengine. Tunapoomba maisha yetu yanabadilika. Tunapoomba maisha ya wanaotuzunguka pia yanabadilika. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, utajifunza kuhusu watu fulani katika Biblia ambao walikuwa ni watu wa maombi. Tuangalie nini ilikuwa inawasukuma kuomba. Waliomba namna gani na nini kilikuwa kitokea baada ya maombi? Maisha yao iliathirikaje kupitia nguvu ya maombi? Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, jifunze kuwa mshujaa wa maombi, mpiganaji wa maombi. Kumbuka kwamba vita tunavyovipigana sio vita vya kimwili, tunatakiwa kupambana kupitia maombi. Wakati wa furaha tumuombe Mungu, wakati wa taabu tumuombe Mungu. Kwa hivi kadri tutakavyoendelea kuwa tukimuomba Mungu, uhusiano wetu pamoja na yeye utaendelea kukomaa. Kama ilivyo kwa kujifunza Biblia, maombi pia inatusaidia kukomaa katika uhusiano wetu na Mungu. Kwa hivyo nakualika na kukaribisha kwenye somo la siku ya kwanza litakalozungumzia Daniel ambaye alikuwa ni mwaminifu. Tutajifunza alikuwa mtu wa maombi namna gani. Siku ya pili itakuwa ni mkao wa maombi. Siku ya tatu itakuwa Enoch alitembea na kuzungumza, na siku ya 4 ni Musa kiongozi mcha Mungu. Siku ya 5 Musa anaombea taifa, na baadaye tutakuja kwenye lile somo nyingine ambalo ni la siku ya 6, itakuwa ni kujifunza zaidi. Je, ni kusudi lako unapanga na kuadhimu ndani ya moyo wako kusema kwa sababu ya uhusiano wangu pamoja na Mungu ili kwamba ukomae, urafiki wetu endelee kukomaa siku baada ya siku, naamua kuanza leo kuwa mtu wa maombi? Ikiwa ni kusudi lako, basi tuanze pamoja na wewe, na unaweza kuandika jina lako kwenye comment ili nikuombee. Tuombe. Baba tukufu, asante kwa neno hili ambalo natuonyesha umuhimu wa maombi katika uhusiano wetu pamoja na wewe. Tunatakiwa kuwa mashujaa wa maombi. Tusaidie pamoja na mtazamaji na msikilizaji, shida zake, changamoto zake uzibariki na kuzitatua katika jina la Yesu Kristo, amina. Ndugu, usikose kusubscribe, kulike na kushare kwa watu wengine ili sote pamoja tupate kubarikiwa na kukomaa katika uhusiano wetu na Mungu. Mungu akubariki.